Mwambie jirani yako karibu kwenye ibada. Neno la leo ambalo tunataka kujifunza ni neno ambalo inatakiwa tulichukulie kwa uzito kama kanisa. Neno ambalo inatakiwa kanisa tulibebe kama lilivyo. Kwa maana tusipolibeba kama lilivyo, tunaweza tukapoteza kanisa. Neno linasema thamani ya kijana ndani ya kanisa na taifa. Thamani ya kijana ndani ya kanisa na kwa taifa. Kijana tunasema ndiye taifa lijalo. Kijana ndiye kanisa lijalo. Ikiwa kijana akipoteza thamani ndani ya kanisa, maana yake kuna uwezekano mkubwa tukapoteza kanisa lenye nguvu, ikiwa vijana watapoteza thamani ndani ya kanisa. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 20 na ule mstari wa 29, anasema fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Haleluya. Kijana anayo thamani kwa kanisa kwa sababu anayo nguvu. Kijana ana thamani kwa kanisa kwa sababu anayo nguvu ya kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu bado mwili wake, bado akili yake iko katika mchakato wa kuendelea kusonga mbele. Ikiwa vijana watapoteza thamani ndani ya kanisa, vijana watapoteza thamani ndani ya nchi au ndani ya taifa, maana yake tutakuwa na kanisa ambalo halina nguvu na taifa ambalo halina uwezo. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo neno hili litubebe wote kwa pamoja, tulitafakari wote kwa pamoja, ni kwa namna gani sisi vijana tujipe thamani ya kuifanya kazi ya Mungu. Lakini pia wazazi wetu wawe na mzigo wa kuendelea kutusaidia na kutuombea tuendelee kuifanya kazi ya Bwana mpaka pale ambapo Bwana atajitwalia utukufu mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waamuzi sura ya 2 mstari wa 8 mpaka mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Stori ya wana Israeli ni stori maarufu sana na inajulikana. Baada ya kutoka katika nchi ya utumwa huko Misri, wameongozwa vizuri na Bwana, wakaenda mpaka katika ile nchi ambayo Bwana amewaahidi. Haleluya. Na ndipo baada ya hapo Yoshua akafa. Alipokufa, kikainuka kizazi kingine ambacho hakikumjua Mungu. Kizazi ambacho hakikujua shuhuda ambazo Bwana alizitenda katika ile nchi, au Bwana alizitenda wakati wanatoka nchini kule katika utumwa na kuja katika nchi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kikainuka kizazi ambacho hakijui habari za Mungu, hakijui ushuhuda ambao Mungu ameutenda, hakijua, wamesimuliwa labda yamkini wameambiwa, lakini hawajui hizo habari. Hawajui kama Bwana aligawanya bahari nao wakapita. Hawajui kama Bwana aliachilia chakula katika wakati wa jangwa nao wakapata chakula. Wamesahau kwa sababu kimeinuka kizazi ambacho hakimjui Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ikiwa kanisa, taifa tusipoangalia au vijana tusipoweka thamani yetu sisi, tutapoteza nguvu ndani ya kanisa. Tutaenda kutumikia miungu mingine. Tutaenda kutumikia miungu ambayo sio ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unakuta mara nyingi mchungaji huwa anasema
sisi enzi zetu tulifanya hiki na hiki. Si kwamba anajisifu, lakini anatupa challenge ya kwamba tujue Mungu aliyokuwa anamtumikia ndiye Mungu anaendelea kuwalinda mpaka hivi leo. Wanaposema kwamba wao walihubiri Injili wakatembea kwa miguu enzi za ujana, wanatupa challenge sisi vijana kwamba tuamke, tusimsahau Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo ni challenge kwetu sisi vijana, sio kwamba wanajisifu. Yaani ukiwa na mtazamo kwamba wanajisifu, utakuwa unakosea. Ila wewe chukua jambo hilo kama sehemu ya kujifunza kwamba mimi kama kijana nimefanya nini kwa Bwana. Mimi kama kijana nitafanya nini kwa Bwana. Na ndipo hapo utaweka uthamani kama kijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa, vijana, tuamke tukaifanye kazi ya Bwana, kwa maana sisi vijana tunayo nguvu. Kumbuka, shetani pia anamtafuta kijana. Kwa maana akipata kijana ni rahisi sana kufanya kazi zake. Maovu mengi tunayosikiliza, ukitathmini asilimia kubwa ni vijana. Wizi, mambo mabaya yanayotendeka, asilimia kubwa ni vijana. Kwa sababu shetani pia anamtafuta kijana na Mungu pia anamtafuta kijana. Ndio maana nasema katika Mhubiri anasema kwamba mkumbuke Bwana Mungu wako wakati wa ujana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kwa hiyo kama vijana au kama kanisa lazima tuweke thamani juu ya kijana. Kijana ifike hatua tujitambue. Kijana ifike hatua tusonge mbele kwa kufanya kazi ya Bwana. Kama msomaji wa neno la msingi anasema, asiwepo mtu wa kupunguzia mwendo. Bwana Yesu apewe sifa. Asiwepo mtu wa kupunguzia mwendo, bali vijana tuweke thamani ya kuendelea kusonga mbele na kuifanya kazi ya Bwana, ili Bwana aliye mbinguni na ainuliwe. Haleluya. Mambo matano mabaya yanayokumba kundi la vijana. Mambo matano mabaya yanalikumba kundi la vijana hivi sasa. Jambo la kwanza, kumeinuka roho chafu ya ushoga na usagaji. Roho chafu ya ushoga na usagaji. Kama kanisa tusipoamka na kuanza kulichukulia swala hili kama jambo la muhimu sana, hakika washoga watakuja kanisani na tutabu nao, au wasagaji watakuja kanisani na tutabu nao. Bwana Yesu atuhurumie. Ushoga ni nini? Ushoga ni hali ya mwanaume kushiriki mapenzi ya jinsia moja kati ya mwanaume na mwanaume. Mwanaume na mwanaume wanafunga ndoa. Tunasema shoga, tunaita ndoa ya shetani. Usagaji ni tendo ambalo linafanyika kati ya mwanamke na mwanamke. Maana yake hao wanafunga ndoa kwa pamoja, wanashiriki mapenzi ya jinsia moja. Sasa hii roho chafu ambayo imeinuka, yamkini hujaiona, ila ninakupa tahadhari ya kwamba roho hii ipo mpaka sasa. Kama kanisa inatupasa tuamke, tuiombee hiyo roho isipate nafasi katika nchi yetu, isipate nafasi katika makanisa yetu. Na zipo sababu kubwa nyingi sana, ila leo nitataja chache ambazo zimeendelea kuchochea hali hii ya ushoga na usagaji. Yapo mambo wa kadhaa ambayo imekuwa ni chanzo kikubwa cha kuongezeka cha hali hii ya ushoga na usagaji katika taifa na katika nchi mbalimbali duniani. Jambo namba moja ambalo limepelekea sana kuchochea hali hii ya ushoga na usagaji kuongezeka. Jambo namba moja ni kupenda fedha zisizo za halali. Anakuja mtu ni tajiri, anajulikana, ana mapesa, na wengi huwa anajitangaza, ana magari, ana vitu vizuri, ukitazama majumba na kila kitu,
lakini ndani yake kuna siri kubwa ambayo ameiweka. Ameingia mkataba na shetani kuwa kazi yake aliyonayo kubwa ni kuhakikisha ushoga unaongezeka katika nchi fulani. Maana yake anamtafuta kijana, anakwambia wewe unataka hela, wewe unataka mafanikio haya hapa. Sharti ni hili ni moja, tushiriki tendo la kishetani. Yesu atuhurumie. Maana yake unachokitafuta mafanikio ya ulimwengu huu utayapata, lakini utakosa mbingu. Yesu atuhurumie. Kwa hiyo hao watu wamekuwa ni wengi mno, wamekuwa wakishawishi vijana sana, wamekuwa wakishawishi makundi ya watu, mabinti, kwamba tutakupa kila kitu unachokitaka. Kama ni fedha tutakupatia, kama ni nyumba nzuri tutakupatia, ila sharti ni moja, lazima tushiriki mapenzi ya jinsia moja. Tathmini ni kwamba ni kwa namna gani shetani kukasi kwa kiasi gani, na ameshajua kwamba watu tunapenda maisha mazuri hapa duniani, tunapenda fedha, vitu vizuri vya kuvutia, magari. Anatumia tekniki hiyo kuharibu kizazi, kuharibu watoto, kuharibu vijana. Haleluya. Jambo la mambili ambalo limesababisha kuongezeka kwa kasi hii ya ushoga na usagaji, jambo lingine ni kuwepo kwa video, vitabu ambavyo vinahamasisha hali hii kutokea. Mtoto akianza kusoma kile kitabu kinamwambia kwamba anaweza kuwa yoyote anayetaka. Yaani maana yake akisoma kile kitabu kinamwambia wewe ukijisikia kama mwanamke na huko wewe ni mwanaume, wala haina shida, unaweza ukawa tu. Na kama ni mwanamke anajisikia tu ndio gabo. Yaani kinamwambia wewe ni ruhusa tu, kwa sababu hiyo haina shida, watafuta kufanya research, wala haina shida. Kumbe vinaenda kupoteza. Yesu atuhurumie. Na kuna baadhi ya video, katuni za watoto, watu wenye video nyumbani, tuwe makini na katuni wanazoangalia watoto. Kuna baadhi ya video na katuni pia zinahamasisha ushoga na usagaji. Unaona mtoto wako yuko busy anaangalia video, anaangalia katuni mwanzo mwisho, lakini kumbe ndani ya ile katuni kuna agenda ya kumwambia kwamba anaweza kuwa anavyotaka. Yesu atuhurumie sana. Kwa kumeongezeka na matukio haya ni kwa sababu vipo visababishi. Shetani yuko kazini, ameamua kufanya kazi yake ipasavyo ili kusudi vijana wapoteze nguvu, kanisa lipoteze thamani, ili watu wasiendelee kupata habari njema, kwa anaanza kuharibu vijana. Sababu nyingine ambayo imesababisha kasi ya ongezeko la ushoga na usagaji, wameleta perfume, lipstick za kupaka kwenye mdomo ambazo wamewekea homoni. Mfano perfume ya umeandika perfume ya kiume, ukienda ukaipulizia, kumbe mle ndani wameweka homoni za kike. Ukianza kupulizia, unaenda kununua unadhani kitu kizuri, unaenda kutumia unadhani kitu kizuri, kumbe ndani yake kuna agenda ambayo iko nyuma yake, ambayo inahamasisha wewe kuwa unachotaka. Yesu atuhurumie sana kanisa. Kwa hiyo nimesema somo hili litusaidie tulibebe kama kanisa wote kwa pamoja, ili kusudi tuangalie ni kwa namna gani vijana tusipoteze thamani, kanisa liendelee kusonga mbele na kuifanya kazi ya Bwana kama ilivyokuwa Mungu ameipanga. Yesu atusaidie sana. Nisomee kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 25 na mpaka 28. Inasema, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo
waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona mwandishi wa kitabu cha Warumi na yeye anaendelea kuongezea akisema ya kuwa kwa sababu walimwacha Mungu, na moja ya sababu ambayo imeendelea kuongeza kasi hii ni kumwacha Mungu. Vijana, tusimwache Mungu. Huko duniani kuna vitu vingi sana ambavyo vinatufundisha mambo mabaya sana. Kwa sababu ya kumwacha Mungu, na Mungu aliamua kuwaacha, na wanawake wakawakiana tamaa, wanaume hivi nao wakawakiana tamaa. Mungu atusaidie sana. Sababu nyingine ya pili, mambo matano kati ya mambo matano, jambo lingine la pili ni ile uchafu ya ulevi, uvutaji wa bangi, sigara na vitu kama hivyo, mfano shisha, na wana vitu vingi sana. Haleluya. Kumeongezeka na kasi kubwa ya watu kuwa walevi. Mtoto wa miaka 15 ni mlevi, mtoto wa miaka 10 anavuta bangi. Huko Malonzi huko Malonzi ni hatari sana. Nadhani nikiongea hivyo mnaelewa. Huko Malonzi kijana mdogo wana vile mapenzi vinafika hapo huko. Amekipiga mpaka mdomo shako mausi. Ukimwangalia ni kijana mdogo sana. Mdogo kweli. Mpaka kumwangalia anasema tumefika babaya sana. Kwa hiyo kumekuwa na ongezeko kubwa la vijana kuwa walevi, kuwa wavutaji, hasa sigara, bangi na vitu kama hivyo. Yesu atuhurumie sana. Na moja ya vitu ambavyo vinasababisha sana ni marafiki, makundi. Anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia. Kwa hiyo kijana uliopo kanisani, angalia kundi unalotembea nalo. Mzazi ulioko kanisani, angalia mwanao makundi anayotembea nayo. Inaweza kuwa ndio sababu kubwa ya kuongezeka kwa matendo haya ya ulevi, uvutaji wa sigara na vitu kama hivyo. Haleluya. Jambo lingine, watu wanakosa elimu. Watu hawajui madhara hivyo vitu. Wanatumia kwa mihemko, wanatumia kwa sababu wanaona fulani anatumia, na wengine wanaona ni fashion, wanatumia kwa kukosa elimu kwamba hivyo vitu vina madhara kiasi gani. Hawajui madhara yake. Juzi kuna mzee mmoja ambaye nilikuwa naongea naye, ananiambia alianza kuvuta sigara akiwa bado ni hajaoa, alikuwa hajaoa. Na kuvuta sigara kwa miaka mingi sana. Na kufika hivi leo hawezi akalala bila kumeza dawa kwa sababu mapafu hayafanyi kazi na vizuri. Ile sigara imeenda kutoboa eneo la mapafu. Maana yake ikifika usiku wakati wa kulala, mapafu yanazalisha kemiko moja ambayo yenyewe inajua inaenda kuyalinda mapafu, kumbe inaenda kuziba mirija ya hewa. Baba yule anashinda kupumua. Kwa hiyo anachokifanya lazima ameze dawa ndipo alale. Kijana wa namna hiyo hajui madhara ya vitu. Yeye anavuta tu kwa sababu ameona wengine wanavuta na yeye anavuta. Kwa kukosa elimu. Marafiki wamemshawishi naye anafuata bila kujua kwamba kuna madhara. Kama kanisa tunayo kazi kubwa sana ya kuendelea kuwapa semina au ya kuendelea kuwahimiza vijana au vijana sisi wenyewe tusimame kwa ajili ya kuifanya kazi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Tuwe makini sana vijana. Dunia haina huruma na wala shetani hana huruma na wewe. Yaani yeye akikukamata anahakikisha kabisa umekuwa chambo kweli kweli. Na anakutumia kweli kweli kwa sababu yeye ndio fursa. Akikupata wewe anajua ameyapata wengi zaidi. Na hasa tulio kanisani anatafuta sana kwa sababu
akikupata wewe ni rahisi sana kuwa chambo kwa wengine. Wanamwambia la wewe ala sali, la wewe sasa hivi. Nini kusali mimi? Hai kule baba sali kera. Umepoteza vijana wengine pia kwa sababu shetani amepata nafasi ya kutumia. Kwa hiyo kijana ulio kanisani, nitafakari mno sana na mwambie Mungu akusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Jambo lingine la tatu ni roho ya uzinzi. Roho ya uzinzi. Roho ya uzinzi imeinuka mno sana, na si duniani tu, hata kanisani hivyo. Ukienda mashuleni, vyuo ndo kabisa. Vyuo ndo yani kabisa. Sisi ambao tumepita vyuoni huko, tunajua mambo mabaya na machafu yaliyoko huko. Na mbaya zaidi pia hata kanisani, na wengine ni waimbaji, na wengine ni watumishi, lakini bado wanafanya mambo ya uzinzi. Na wengine ni vijana. Ukichukua simu zao vijana mabinti hapo, ukasema sasa tunafanya msako, tuanze kusoma message zenu, Mungu ndo anajua. Haleluya. Mungu anafanya nini? Anajua. Tukiwa hapa kanisani tu watakatifu mno sana, tukitoka hapo nje hatueleweki. Jumapili iliyopita mhubiri alisema ya kuwa Mungu asiyejulikana. Yamkini huko kanisani, lakini maabudu Mungu asiyejulikana. Roho ya uzinzi imeenda kutafuna vijana. Huwa nasema mara nyingi ninapokea kesi za wagonjwa vijana, hana mke, yani ni kijana mdogo, lakini unakuta tayari ana ugonjwa wa zinaa. Unampa tabu mzazi kugharamikia. Anakuja kunulia dawa wewe, ambaye kwa kutaka kwako unaenda kuchukua magonjwa ambayo hayana kichwa wala miguu. Unalipa kazi kanisa, tunaomba, piga kelele, mbona upako hauji? Kumbe kuna watu tayari wameshajitwika mamizigo makubwa. Yesu atusaidie sana. Vijana tuamke. Nyakati hizi za hatari mno. Na mbaya zaidi, zipo video series ambazo yani ukiangalia mwanzo mwisho wanazungumzia mambo, tena kuna zinaitwa content, yani maudhui. Yani mwanzo mwisho wanatengeneza maudhui ya kuhamasisha watu kuwekeana tamaa. Ukitazama ile season mwanzo mwisho hajifunzi chochote, bali zaidi tu ya kuendelea kutazama mambo yaliyo mabaya. Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo vijana tupo kanisani, tujitathmini sana. Jambo lingine baya ambalo linatukumba vijana, jambo la 4 ni roho ya wizi na uvivu. Wizi na uvivu. Tukisema wizi, watu wanaanza kutazama maronzi. Vivu kanisani tunao vijana wavivu. Haleluya. Fanya kazi hawataki. Michango inatangazwa hapa, anasema sokona wewe ya kanisa nitaondoka. Msomaji wa msingi anasema ukiondoka Bwana ataleta wengine, si ndio? Kwa hiyo roho ya wizi, ukiwa mvivu, matokeo yake utaanza kuwa nini? Mwizi. Yaani hiyo ni kanuni ya kawaida. Yaani unataka kufanya kazi, lakini maisha mazuri unayataka. Unataka uvae suti nzuri, unataka uvae nguo nzuri, unataka upendeze, unataka vyote, lakini wewe ni mvivu, ufanye kazi. Matokeo yake utakuwa mwizi. Kwa hiyo roho ya wizi na uvivu imekuwa changamoto kubwa kwa vijana. Tunasema vijana ndio wanayo nguvu ya kuifanya kazi. Yaani unakuta mtoto anabaki nyumbani, mama anakuchika shamba, vitomba vyuka. Yaani unakuwa kama wewe ni house girl nyumbani, anakuachia majukumu. Ulabinaga leo unabaki nyumbani kijana. Yesu atuhurumie sana. Mama anahangaika kwenda shamba.
Mama anahangaika kwenye shughuli mbalimbali. Baba ndo kabisa ndo mpaka unasahau kwamba kuna hivi baba leo kumbe yale kumbe kubikogwa. Lakini wewe hata kuamka kusema Bwana, na mimi nikafanye kazi, wala hamna. Upo tu. Unaachwa majukumu. Ulabinaga wakili vyombo ukilenja ujogila uko nyumbani. Sikukuu inafika, tafuta hela kununua nguo. Haueleweki. Mwisho wa siku ugeula haya haiwasalogina haya hivi tabutanga wizi kwa baba kweli haya. Tumeanza kwenye shughuli zetu unapita nabo. Kufanya kazi hautaki. Lazima utakuwa mwizi. Yesu atusaidie sana. Na tujihadhari sana na marafiki pia. Marafiki wanatupeleka babaya mno kweli. Yaani wewe kijana leo kanisani mahali hapa, hatukatazi kuwa na marafiki na mtu ambaye si muamini. Bali usifunge naye nila. Wewe ukiwa naye uwe chachu yeye kuokoka. Yesu atuhurumie sana. Mtie moyo, mwambie njoo kanisani. Wewe ukutana naye tu mwambie habari za Mungu. Ukutana naye tu mwambie habari za kuja kanisani. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo roho hii ya wizi na uvivu imeendelea kuitafuna kanisa, hasa kwa vijana. Abazazi wanashaje waka kwa vijana tuviuke. Yesu msaidie sana. Wazee wameshachoka. Usipoamka, yani nazungumzia kuanzia kwenye familia yako. Mzee wako anafanya kazi miaka mingi. Wengine wazee wamehangaika, wabegula makunira. Leo hii bado ni kijana, unaendelea kwa mzigo kwa mzazi. Amka, fanya kazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunashukuru kwa vijana kina Paulo na mafundi seremala wanafanya kazi. Wengine wanajituma kwa namna tofauti tofauti. Fanya kazi, acha uvivu. Ukiwa mvivu maana yake utakuwa mwizi. Yesu atuhurumie sana. Jambo lingine la tano la mwisho ni roho ya kutompenda Mungu. Hili ni jambo baya mno kweli. Tumesoma hapo kwenye Warumi, wao walimtoa Mungu katika fahamu zao, naye Bwana akaamua kuwaacha. Jambo la kutompenda Mungu ni tendo la hatari mno, tendo ambalo litakupoteza kabisa. Yaani kutompenda Mungu sio kwamba unaweza kuwa unakuja kanisani lakini moyo wa kumpenda Mungu haupo. Lakini maana yake moyo wa kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Yaani tafsiri ya kumpenda Mungu ni tendo la kutii na kusikiliza sauti ya Bwana. Mungu huwa anasema na huwa anatuambia kabla hujaenda kufanya tukio baya au jambo baya, kuna sauti tu moyoni mwako unaisikiliza. Lakini kwa sababu hatumpendi Mungu, tunaamua kupuuzia, tunaenda kuifuata njia hiyo. Yesu atuhurumie sana. Haleluya. Kwa hiyo kanisa, vijana, tujipe thamani. Tujipe thamani. Kuna watu wanajiuliza kijana sasa ni nani? Kijana ni nani? Kijana ni mtu yoyote, yani au wa kike, wa kiume, aliye katika umri kati ya utoto na uzee. Huyo yote nani? Ni kijana. Mimi hapa ni kijana. Huyu jamaa ni kijana. Haleluya. Kwa hiyo ambaye kwenye umri, haijalishi umeoa au hujaoa, lakini ukiwa katika umri wa utoto na uzee, wewe nani? Ni kijana. Kwa hiyo wewe tembea kote, zunguka. Na niwaambie, wakati sahihi wa kutengeneza maisha yako ni wakati sahihi kwa kijana. Ukishazeeka ni lawama tu. Jewe andaba, jewe kaje, yabaye ntia, vimekwenda hivi. Ni kwa sababu kwenye mazingira hapa ukuweka sawa. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo kadhaa hapa yanatupasa tuyazingatie kama kanisa ili kuendelea kuwapa thamani vijana. Muda wetu umeenda sana, nataka niende haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, nini kifanyike? Kuwepo na mafundisho mengi ya vijana na semina. Hii ni challenge kwa kanisa na kwa viongozi pia.
kuwepo na semina ya mafundisho mengi ambayo yanaendelea kuelimisha vijana na zipo pia semina. Siku zote tumezoea mahubiri ya kuhubiri mambo ya mengine ni kweli na muhimu, lakini pia lazima vijana tupate elimu zaidi, kwa sababu tusipopata elimu zaidi tutaendelea kupotea na kuangamia. Yesu atuhurumie sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wazazi kuwahimiza watoto na vijana kuja kanisani. Wazazi kuwahimiza watoto na vijana kuja kanisani. Na yani chukulia abana lya heze abana haza batano. Etu walimu sana kuja wachache anafunga. Bwana Yesu atuhurumie sana. Baada ya sikukuu ya watoto kula ubwabwa na watoto wametokomea mazima hawapo. Basi labda wakuze. Maana tuwaone kwenye ibada lakini hawapo tena kwenye ibada. Wameenda wapi? Na mbaya zaidi, kuna wazazi wengine pia wana changamoto. Yaani badala ya kumuhimiza kijana aje kazini ndio anamwachia majukumu. Sasa wewe mgabo je, nenda kwa kanisa. Sange umeshijimienda. Sange wagi vyombo. Sange gizendia. Sasa wewe mtoto. Sange hajaenda. Basi mvute aje kanisani. Badala ya kumvuta aje kanisani unamwachia majukumu. Badala ya kumwambia twende kanisani, mgabo vyombo ngili zangu wagia. Kama mtaka aoshe vyombo, muhimize aende Sunday basi, akajifunze, akamjue Mungu. Tumesema ikiwa kwamba tazama Yoshua alipokufa kikainuka kizazi kisichofanya nini? Kisichomjua Mungu. Sasa mtoto atamjuaje Mungu kama hafiki kanisani? Mtoto atamjuaje Mungu kama hafiki kwenye masomo ya Sunday school? Atamjuaje Mungu? Si ndio hao wanakuwa wafuta bangi? Si ndio wanakuwa wezi? Si ndio ambao hawaeleweki? Kwa hiyo kama wazazi tubebe hiyo iwe changamoto kwetu wazazi. Kwamba basi vikulane wazo gejeje, si ndio? Vikulane basi yani wazo gejeje. Ufuma wamba umtegera hapo mwangu. Ndakutegeka tuende. Yaani vikulane wazo gejeje. Ugejeje. Lakini wewe anakataa mara moja. Haya leo hivi omba dakie. No, jitahidi kumuhimiza mtoto aje Sunday school, mtoto aje kwenye ibada. Bwana Yesu atuhurumie sana. Jambo lingine la tatu ni vijana kuziepuka tamaa za ujana. Kuziepuka tamaa za nini? Za ujana. Mtume Paulo anamwandikia Timotheo kwenye ile waraka wa pili Timotheo sura ya 2 na mstari wa 22 anamwandikia kwamba ziepuke tamaa za ujana. Jitahidi kuonyesha imani, upendo, vitu kama hivyo. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo vijana tuziepuke tamaa za ujana. Wakati sahihi utakuja. Wakati sahihi unafanya nini? Utakuja. Usiwe bendera fuata upepo. Anakuja huyu unaenda, anakuja huyu unaenda, anakuja huyu unaenda. Haueleweki kabisa. Zikatai tamaa za ujana. Mwambie Mungu nisaidie. Mwambie Mungu niongoze. Nipe macho nipate kuona, nikaifanya kazi yako. Na wewe kwa kuwa nikifanya kazi yako utanisaidia na utanitia moyo. Mwisho wa siku hutaniacha, utaendelea kunibariki. Yesu asifiwe. Jambo lingine la 4 ni kwa wazazi wenye watoto wanaosoma shule kuwafuatilia. Tumesema kuna watoto wako boarding, kuna wengine wako shule za kawaida. Kuna kitu ambacho watu wengi tumejisahau mno kweli. Mtoto anatoka shule wala hujaika kuwa daftari lake mpaka anaanza darasa la 7, hata hujui kama anaenda shule, hujui kama maendeleo yakoje. Tunashukuru kuna baadhi ya wazazi huwa wanafanya hivyo, lakini kama ufanyi hivyo kama mzazi, anza kuibeba hili kama sehemu yako ya changamoto ya kuanza kumkagua mtoto wako. Nimesema kuna vitabu vingine ambavyo vinahamasisha ushenzi, yani ushoga, vinahamasisha matukio mabaya. Usipokuweka utaratibu wa kwa unamkagua mtoto wako anayetoka shule, hakika utashangaa mtoto wako asoka yamba isigeti, anaacha alikuwa ni mwanaume. Utashangaa sana. Na anaweza sivai sketi, lakini unaona anatembea kama yani mbona haeleweki. Kwa
Kwa hiyo anza mapema kuwakagua, anza mapema kuwafuatilia. Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo lingine la 5 ni vijana kujitafutia vyanzo halali vya mapato. Tumesema tusiwe wavivu, na ni kweli kabisa. Tujitahidi sana. Anza taratibu kufanya kazi taratibu. Katika kazi moja inaleta kazi nyingine. Juzi kuna somo tumejifunza mahali hapa, namna ya kuongeza kipato. Namna kuongeza kipato, huwezi kwenda kwenye hatua kubwa kama hujaanza na hatua ndogo. Lazima hatua ndogo kwanza ikusaidie kwenda kwenye hatua nyingine. Anza taratibu. Usiwe mtu wa kushinda kijiweni. Usiwe mtu wa kushinda sehemu ambayo haieleweki. Maana katika kazi hiyo kuna wakati Mungu atafungua fursa nyingine. Haleluya. Kwa hiyo wewe kama kijana usikae nyumbani uumie sana. Kwa hiyo lazima uchangamke kutafuta kazi, kujitafutia vipato halali kwanza, na Mungu atakusaidia njia nyingine ya kupata mapato mengine. Haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 6 la mwisho ni kanisa kuwa na maombi ya kuombea vijana na kuwa na ibada kuanzia majumbani mpaka makanisani. Haleluya. Tuwe na maombi mara kwa mara ya kuombea kundi la vijana. Na mfano ukija kwenye zoni vijana hawaonekani, wanakuwepo wachache, wanakuwepo wazee ambao wamepumzika, vijana ambao bado damu ni mbichi lakini hawaji kwenye ibada. Ni hatari, si ndio? Kwa hiyo moja ya changamoto ni kwamba tuwe na maombi mara kwa mara ya kuendelea kujiombea sisi vijana na kanisa kuombea vijana, ili kusudi kazi ya Bwana iendelee kusonga mbele. Na jambo lingine, tuendelee kufanya ibada majumbani. Hii niendelee kuwapa challenge sana watu wa kanisa hili. Tuendelee kufanya ibada na familia. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuliposafiri kwenda Arusha, tulifikia sema hapo kuna chuo cha Biblia. Tulifika pale kwenye kile chuo, aisee, wale watu mpaka nikawa na wivu sana. Haleluya. Yaani wanafanya ibada, wamaliza kula, wanaanza kufanya ibada. Wanakusanyika na watoto wao wote, wanakusanya watoto. Zinakuwa kama nyumba mbili, nyumba ya jirani, nyumba nyingine, wakusanyika mahali pale. Anapewa kijana, yaani anapewa mtoto, omba, anaanza kuomba, unashangaa. Beni wamenyesete. Kumbe walianza kutengenezwa msingi mapema. Sasa kama mzazi usipoweka msingi ya kuanza kuwafundisha watoto nyumbani, kuweka ibada nyumbani, kuanza kujifunza kuomba, hakika yamkini kuna vitu ambavyo watoto watakosa. Wanaweza kusaidia sana. Kwa hiyo kama kanisa tafakari juu ya jambo hilo, ya kwamba lazima tuweke mpango mikakati ya familia kufanya ibada na nyumbani. Kwa kijana anayejua kusoma, mpe asome neno, asome mstari mmoja. Akikosea unamwelekeza, akikosea siku nyingine unamwelekeza. Kwani ndio vusa vimenya si hayupo. Wote tunajifunza taratibu na hakuna anayejua. Kwa hiyo usipoanza kutengenezea msingi kuanzia nyumbani, akija huku duniani anakutana na watu ambao wao hawajali, hawana huruma, hawana msaada. Haleluya. Kwa hiyo kama kanisa najua kuna familia nyingi, tuanze kujichallenge kwa kufanya ibada kuanzia majumbani kwetu. Haleluya. Kwa nao Mungu atubariki kwa neno hilo. Amen.